Mara ya kwanza Yesu kusimama hekaluni, alitoa hotuba ya kutambulisha kazi zake. Luka 4:18. Anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Sasa neno kufunguliwa kwao, to set them free. Neno kufunguliwa kwao ndio neno hilo twende sawa, ambalo linafanana na lile neno ambalo limetumika katika kitabu cha Wagalatia 2:4. Anasema hivi, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Ile kuupeleleza uhuru wetu katika Kristo ndio kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya, kutuweka uhuru sisi ambao mwanzoni tulikuwa watumwa wa kale ka jamaa kaadui. Sasa kuna watu wameingizwa kwa siri ili kuupeleleza uhuru wako. Lengo lao ni nini? Wakuachie hii moja ya uzima wa milele, lakini anajua kuna uhuru mwingine mwingi ambao umepewa katika Kristo. Huu uwailishe ukafikiria ule unaokuja. Huu ukiuwailisha una hati ya kukosesha hata huu ambao Mungu amekuandalia. Sasa somo linasema haki 4 ulizo nazo katika Kristo Yesu. Sasa hii anasema kupeleleza uhuru wetu katika Kristo. Neno uhuru wetu, our liberty, kwa maana nyingine neno hilo linamaanisha haki zetu, kujiamini kwetu katika Kristo. Kupelelezwe na hao waliojiingiza kwa siri kwenye mambo ya Yesu ili wakunyang'anye haki zako. Mabilioni na mabilioni ya watu wanamfuata Yesu, lakini wanaowaelekeza kwa Yesu hawawaonyeshi haki zao katika Kristo. Ni jambo moja mtu kukitoa kitu sehemu moja, lakini kukipeleka sehemu nyingine ni jambo lingine. Ukisoma 1:13 kama Wakolosai, Biblia inasema akatuhamisha Yesu huyo kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa nuru wa Kristo Yesu. Kwa sisi tulihamishwa kutoka katika ufalme wa giza na makando yake na sifa zake na mabaya yake, ametuingiza sasa katika ufalme wa nuru wa Kristo, ili tupate kuenjoy na kuwa benefiti au kuwa wanufaika wa haki zinazopatikana kwa mtu kukaa ndani ya Yesu. Sasa ni haki zipi ambazo Yesu anatupatia tunapokuwa ndani ya Kristo? Haki ya kwanza, uhuru wa kwanza tulio nao katika Kristo ni uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kuchagua au haki ya kuchagua, a right to choose. Sasa unasema mwanadamu ameumbwa katika hali ya uhuru wa kuchagua. Yes, uko sahihi, hiyo ni uhuru namba 1. Lakini uhuru mwingine wa faida ambao unapatikana kwa mtu kuwa ndani ya Kristo ni uhuru wa kuchagua. Kwenye uhuru wa kuchagua ni kuingize kwenye sentensi moja. Watu wengi kuna hali tunapitia, tunasema ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndio kapenda. Tena unakuta hata mtu hajasali, hata hajamuuliza Mungu, hivi kinachopitia ni mapenzi yako au kuna kitu hakiko sawa? Neno mapenzi ya Mungu imegeuka kuwa kichaka cha kuficha baadhi ya wajibu wetu wa kudai haki zetu katika Kristo. Kuna vitu vingi unaweza ukawa unapitia ukasema hii ni haki yangu,
haya tu Mungu ndo amependa niwe hivi. Yesu alikuja ili akupe haki ya kuchagua aina ya maisha, aina ya familia, aina ya maisha ambayo unaweza ukayataka na akakupa, na aina ya afya ambayo unaitaka na akakupa, na usiseme tu hivi ndivyo ni mapenzi ya Mungu. Chagua katika viwango vya mapenzi ya Mungu ambayo ndiyo kweli anataka uwe hivyo. Sasa kwenye haki ya kuchagua, niruhusu sasa nikupe mfano wa watu katika maandiko matakatifu waliotumia vizuri haki yao ya kuchagua, na principle ambayo Yesu anatuachia. Marko 10 mstari wa 51. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Huyu jamaa alikuwa anaumwa muda mrefu. Wale wananchi wote wamekubaliana kwamba ni mapenzi ya Mungu kuwa hivyo. Lakini Yesu, Mungu pamoja na wanadamu, anamwambia. Yesu akamwambia, hivi unataka mimi Yesu nikufanyie nini? Kwa maana nyingine Yesu anamwambia, chagua unachotaka kutoka kwangu. Chagua maisha mapya unayoyataka kutoka kwangu nikupe. Sikiliza. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Nataka nipate kuona. Maana kuna watu wengi sana kwenye maisha ni vipofu. Na Yesu anauliza, unataka nikufanyie nini? Wao wanasema ni mapenzi ya Mungu niwe hivi. Kuna watu wengi leo wanaishi katika magonjwa. Mungu anapouliza unataka nikufanyie nini, wao wanasema ni mapenzi ya Mungu. Leo Yesu anataka ufahamu, amekupa haki ya kuchagua aina ya maisha unayoyataka, aina ya afya unayoitaka, aina ya familia yenye furaha unayoitaka, aina ya utumishi unaoutaka katika Kristo Yesu. Bartimayo angeweza kusema, mimi Bwana nataka kwenda mbinguni kama Elia. Mungu angempa. Maana aliulizwa, unataka nikufanyie nini? Maana kila unachokitaka we Bartimayos kiko ndani ya uwezo wangu mimi kukifanya. Kwenye maisha yako ni kitu gani unataka Yesu akufanyie? Usiseme tu kwamba nimezaliwa kwenye ukoo wetu uko hivi hivi, tangu tumezaliwa nchi yetu iko hivi hivi. Unaweza ukaamua kutaka kuwa tofauti na Yesu akakusaidia. Sisi ukoo wetu tunateswa na hii allergy. Kuna mwingine anasema si ukoo wetu na maskini umetutesa kwa muda mrefu. Ni jambo letu la ukoo. Ukoo wetu si ni wakulima, tuwezi kuwa wafanya biashara. Sisi bwana familia yetu huwa hatuolewi. Familia yetu lazima atokee mmoja kichaa. Hiyo ni utaratibu, mmoja lazima apinde hivi apinde. Nina habari njema kwako, sio lazima. Ndani ya Yesu umepewa uhuru wa kuchagua. Kimsingi watu kisaikolojia wamekuwa programmed kuwa hivyo walivyo, kubaki katika hali walionayo. Kubaki katika hali walionayo, watu wamekuwa programmed. Wanazidiwa inaitwa herd mentality. Ile herd kama kundi la mifugo, tunachungwa kama mifugo, kubaki hivi tulivyo, na ni lengo la watu ambao wenda unawazidi uwezo ili wakutawale. Wamekuaminisha kwamba baki hivyo ulivyo ili akutumie na kukuvuna. Na hivi ndivyo watu wote walivyoumbwa, wapige hatua kutoka kwenye hali isiyo bora kwenda kwenye iliyo bora. Ndani ya Kristo umepewa uhuru wa kuchagua aina ya ubora wa maisha, aina ya ubora wa afya, aina ya ubora wa kisaikolojia na kiakili ambao unautaka, na Yesu atakupa. Anakuuliza na wewe kama alivyomuuliza Bartimayos, je, unataka nikufanyie nini? Hebu tusome kidogo kitabu cha Yohana 5 mstari wa 6.
Yesu alipomwona huyu amelala, naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo kwa siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Je, unataka kuendelea kulala siku zote hapo chini, au unataka kuwa mzima? Yule bwana alikuwa ni mlemavu, alikuwa ni mtu ambaye hawezi, akachagua kutaka kuwa mzima. Na hana mipaka, ni Mungu wa yasiyowezekana kwa kiwango cha watu ambacho unataka kuwabariki. Aina ya kiwango cha utajiri ambacho unataka kuwa nacho ili kuweze kutumika katika utukufu wa Mungu. Yesu amekupa. Haki ya pili tulio nayo ndani ya Kristo, wakati tunasubiri ile kubwa ya juu, haki ya pili tulio nayo katika Kristo, ambapo tunasema sisi tuko chini ya vazi la haki ya Kristo, ni haki ya kutawala. Haki ya kutawala. Watu wengi tunasema tuko huru, lakini tunatawaliwa na mitandao ya kijamii, unatawaliwa na mawazo ya wanafilosofia wa dunia hii, unatawaliwa na viongozi wajanja waliojiingiza ndani ya Ukristo kwa siri ili wafanye watu kuwa watumwa. Hauko huru. Yesu ametupa uhuru wa kutawala chini ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Ufunuo 1:5-6 anasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa waaminifu, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Sikiliza sasa 6, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu ambaye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele. Yesu ametupa haki ya kuwa ufalme wa kikuhani. Manake sisi tunakuwa ni wafalme chini ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Hii haki alikuwa nayo Adamu. Alikuwa ni mfalme wa vyote vinavyoendelea, akapewa kutawala vyote vitambaavyo na kumiliki vyote vilivyo chini yake, chini ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Sasa maandiko yamesema ametufanya, haijasema atatufanya kupitia damu na kifo chake. Ametufanya ni wakati uliopo. Sasa kwenye kutufanya kuwa ufalme, kipengele kinachotuhusu zaidi ni sifa moja ya mfalme ambaye yeye vitu ambavyo viko chini yake akitoa kauli moja, hivyo vitu vinatii na kufuata, vinataka havitaki. Uwezo wa Kristo wamenyang'anywa. Uwezo wamechukua watu wachache wajanja. Mfalme anatambuliwa kwa kauli anazozitoa na mamlaka iliyobeba hiyo kauli yake, na si mavazi aliyovaa au cheo alichonacho. Kwa mfano, ukiingia kwenye ofisi ya mtu ukamkuta jamaa tu amevaa kanda mbili, hajachomekea, nywele hajachana, unaweza kadhani yeye huyu ni mtumwa au ni houseboy wa hiyo ofisi. Alafu ghafla alikaja jamaa limevaa suti, viatu vinamelemeta, lina begi la laptop, ana smartphone iPhone 16, ana chat liko busy na amenyoa vizuri, amependeza maridadi, ana kitambi. Utasema huyu sasa ndio bosi. Lakini sasa ukimwona huyu aliyevaa nguo ya amevaa kichafu, ajijali, jinsi imechanika, nywele zimeachia, anamwamuru, bwana, nataka kujua ile project umeimaliza. Hili jamaa safi na zuri likasema, bwana bosi, samani bwana mkuu, mheshimiwa mkuu, mnene, mkuu sana, naomba unisamehe, namalizia. Akaambia, mara moja nataka nione hiyo kazi kufikia saa 7 imeshaisha. Jamaa linafuata. Kilicho
kutambulisha kwamba huyu ambao uliona kwamba ni mfanyakazi tu wa kawaida, mfanya usafi, ndio bosi wa ofisi hii. Ni mamlaka yaliyopo kwenye kauli yake na mwitikio wa huyu anayeambiwa, jinsi anavyomtetemekea huyu, sio mavazi. Kwa Ukristo haupimwi na suti. Ukristo haupimwi na mbwembwe. Ukristo wako na wewe kuitwa kuwa mtoto wa mfalme, chini ya mfalme wa wafalme, unapimwa na mamlaka iliyoko katika kauli unazozitoa katika Kristo Yesu. Nachokisema kimeandikwa kwenye kitabu cha Mhubiri 8:4. Kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezaye kumwambia huyu wafanya nini? Kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, ni nani awezaye kumwambia huyu mfalme huyu kwamba kwa nini unafanya hiki, ufanye kile, ufanye kile? Hapana, yeye ni mfalme, hawezi kuelekezwa. Neno lake lina nguvu, akisema vitu vinakuwa. Hii haki hii ya kusema vitu vikawa, Mungu amekupa. Ndio maana akasema, Petro, umepewa funguo. Petro anawakilisha watu wote wanaomwamini Yesu tu. Tunazo funguo. Chochote tutakachokifunga hapa duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni. Chochote tutakachokifungua hapa duniani kitakuwa kimeshafunguliwa kule mbinguni. Umefunga na kufungua nini na lini, wakati gani? Tangu umekuwa Mkristo. Kauli yako ina nguvu. Ukiwa ndani ya Yesu, kaacha mambo ya ajabu ajabu, katembea katika sheria na maagizo yake, na kutembea katika maombi na kufunga, kauli yako ina nguvu. Ina uwezo wa kupindua, kuhamisha vitu, kufunga vitu na kufungua vitu. Kwa hiyo ukiwa mcha Mungu, haubwabwaji, hauongei ovyo, hata utani. Maana Wakristo ni wafalme chini ya mfalme wa wafalme, na sifa ya mfalme ni kauli yake. Tumesoma Mhubiri 8:4, akitamka neno lake lina nguvu. Unaweza kuongea hata kimasiala ukamtamkia mtu kikakuwa, manake nini? Kuwa makini na neno unalolitamka. Kama huna cha kuongea, kaa kimya. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Marko 11:23 anasema hivi, amin amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemao yametukia, yatakuwa yake. Yesu endelea kusisitiza hii kauli. Hajasema amin amin nawaambia yeyote atakayeomba mlima huu utoke, anasema atakayeuambia, akiamini ya kwamba hilo nilolisema limesha kuwa, litakuwa la kwake. Hii ni mamlaka aliyepewa mfuasi wa Yesu. Kwa badala ya kulia na kulalamika, tumia kinywa chako kutamka maneno ya mamlaka dhidi ya kila hali unayopitia. Una uwezo wa kuhamisha circumstances, hali ya maisha unayopitia, kwa jina la Yesu, kwa imani. Ukiamini imekuwa, inakuwa. Una uwezo wa kuhamisha magonjwa. Una uwezo wa kuhamisha hata umasikini kwa kutamka na kuchukua matendo ya imani. Una uwezo wa kuhamisha uovu ulio kwa kukatoka kwa kujitamkia tu ya kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona takataka zote za dhambi, na Mungu akakutendea. Na hii ndiyo haki yako katika Kristo. Namba 3, tunayo haki dhidi ya kila kazi za ibilisi na makando kando yake. Ukiwa ndani ya Kristo, una haki dhidi ya kila nguvu za giza na shughuli zao zote. Uko juu yao. Uko huru dhidi ya hivi vijamaa vyote na kazi yake. Asilimia kubwa ya Wakristo, hasa wa siku za mwisho, ndio wahanga wa kuteswa na kuteswa na kuteswa na nguvu vya adui. Kwa nini? Anajua yeye bora tu ateswe lakini ende mbinguni. Hapana. Hana haki ya kukutesa. Ukiwa ndani ya Kristo, ni haki yako kuwa mshindi dhidi ya kila nguvu za adui. Maana ndani ya Kristo shetani ameshindwa. Nje ya Kristo ndio ana nguvu. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri
ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kitu hapa kinajumuisha vile vitu vya yule jamaa adui. Hii akuambiwa mchungaji maarufu mtaani kwako au nchini kwako. Hii umeambiwa muumini wa kawaida kabisa kwamba hii ni haki yako. Ukiishikilia inakuwa. Nge, nyoka na kila kazi ya ule adui umepewa mamlaka ya kuzikanyaga na kuziteketeza, na hakuna atakaye kudhuru. Kwa nini anakudhuru? Kwa sababu hukuamini kama ni haki yako ya msingi. Waefeso 1:19 mpaka 22 anasema hivi: na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Yaani mambo ya ndani ya Mkristo sasa, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina liitwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Yesu yuko juu ya kila kitu. Ukiwa Mkristo, maana yake anasema mimi ni mzabibu na wewe ni matawi. Yesu anaingia ndani yako. Ukiwa mtu wa kusoma neno, kusikiliza sauti ya Mungu na kuwa mtu wa maombi na kukaa katika tafakari takatifu, Yesu anaingia ndani yako na anaishi ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo chochote kilicho kinyume na Yesu hakipaswi kuwa na nguvu kwako. Ukiona kina nguvu kwako, umekiruhusu, rudi magotini haraka, tubu, fanya matengenezo. Hakina haki ya kuwa kwako. Ni haki yako kumtesa shetani, sio kukutesa wewe. Ni haki yako wachawi kukimbia, sio wewe kuwakimbia. Ni haki yako wakiamua, kama ni ofisini au ni kama ni kwenye kitengo, ni kwenye biashara, wao ndio wahame, sio wewe uhame. Vinginevyo Mungu tu anataka kubariki watu wengine sehemu nyingine. Kwa hiyo imekuwa ni shida kubwa, hata wale watumishi wa Mungu wamekuwa wana hofu na kuzipa promotion nguvu za adui. Mwisho, tumepewa haki ya kuingilia kati kwenye mambo ya watu wengine. Haki ya kuingilia kati kwenye mambo ya watu wengine. Kuna watu wanapitia tabu, watu wana magonjwa, nchi zina shida, matatizo. Usikae kimya. Usikae kimya. Una haki ya kuingilia kati kwa njia ya maombi. Matatizo mengi unayoyaona katika taifa, katika familia, katika hali ya mtu mmoja mmoja, sio ya kimwili. Mzizi ni kiroho, na mtu pekee mwenye uwezo wa kuingilia kati na kupindua na kugeuza matokeo ni mtu anaitwa mfuasi wa Yesu, Mkristo. Ni haki yake kiroho kuingilia kati. Na ndio maana Yusufu kukanyaga tu kwa Potifa, haki ya Yusufu, ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yusufu, ikageuza kila kitu pale, na nchi yote ya Misri ikageuzwa. Danieli kukanyaga tu pale Babeli kageuzwa, wachawi wote wakaamriwa walipoti kwa Mungu mtawala. Paulo aliye na Yesu akiwa ndani ya merikebu ya Alexandria iliyokuwa inapepesuka na upepo, inaelekea kumwagika. Siku 14 usiku na mchana, jua alionekani, inapepesuka inaelekea kupasuka na kuanguka. Anasema usiku ule malaika wa Bwana ninaye mtumikia alisimama pembeni yangu, akaniambia usiogope, hakuna hata mmoja atakayeangamia. Wakorintho wa pili 5:19 anasema hivi: yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mungu aliyekuwa ndani ya Kristo kwenye msalaba wa Kalvari, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe. Hayo mambo ya kupatanisha, hayo mambo ya kuleta suluhu, mambo ya kugeuza anga hewa isiyofaa,
anasema ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa popote ulipo, kama kuna migogoro, kwa uwepo wako tu, mfuasi wa Yesu, migogoro hiyo inapaswa ikome kwa jina la Yesu. Kama kuna visasi, kuna chuki, watu wanataka wamekamiana kutaka kufanya uharibifu mkubwa wa maisha yao kati ya wao na wao, unapaswa uingie magotini, utamke neno la upatanisho ili Mungu ageuze. Hiyo ni haki yako. Esther, kwa yeye tu Wayahudi wote waliokolewa. Kwa nini Mungu huweka neno la upatanisho? Mwisho, huyu ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta. Huyu ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta. Isaya 59 mstari wa 16 anasema, akaona ya kwamba hapana mtu. Akaona ya kwamba hapana mtu. Akastaajabu ya kuwa hapana mwombezi. Mungu anasema akaangalia hivi, akaona hapana mtu. Hapana mwombezi. Mwombezi ni intercessor. Mtu anayeingilia kati ya jambo na jambo la mtu mwingine. Akaona ya kuwa hapana mwombezi. Ngoja nikukumbushe, Petro alipofungwa gerezani kinyume na utaratibu, kulikuwa kuna waombezi kwenye nyumba ya Mariamu, mamake Yohana Marko, wakifunga na kuomba. Mungu akakatakata minyororo kule, Petro akatoka. Kwa nini? Aliona wako waombezi. Familia yako inapopitia changamoto, kwa nini usiwe yule mtu ambaye Mungu akiangalia na muone? Maana huko kwenye Isaya aliangalia kuona mtu. Nchi yako inapopitia katika changamoto, taharuki, watu wanashangaa, wamekamiana, wanashindwa kufanya nini? Kwa nini wewe na mimi tusikubali kuingia katika chumba cha siri cha kuongea na Bwana wetu kwa niaba ya watu wasiomjua Mungu ndani ya nchi yetu? Tutumie haki yetu ya kikatiba ya mbinguni ya kuingilia kati juu ya jambo baya. Mungu wako huwa anawasikia sana waombezi. Tena kuna kiwango cha juu cha kuwa mwombezi, kutumia haki yako ya uombezi, ambacho unasema utakapokuwa bize kwenye mambo ya watu wengine, Mungu atakuwa bize kwenye mambo yako. Ayubu 42:10 anasema hivi, naye Mungu akakumbuka uteka wa Ayubu pale alipo waombea rafiki zake. Kwa kumbe alipokuwa bize akiwaombea rafiki zake, ndipo ambapo Mungu alikuwa bize akirudisha watoto, mali, mifugo, majumba, vyote vikarudi. Mungu akampa mara zaidi alivyokuwa navyo mwanzo. Je, unasema nimefahamu na nimesikia, hizi kumbe ni haki zangu, kuanzia sasa naanza exercise, kuzifanyia kazi mpaka Yesu ajapo. Mungu akutendee. Mungu akutendee. Baba, ninakushukuru sana kwa kuwa mtoto wako amesikia na amejua anayo haki dhidi ya kila nguvu na mamlaka za giza. Anayo haki ya kuchagua aina ya maisha anayoyataka kwa utukufu wa jina lako. Anayo haki ya kuwa mwombezi. Sasa Bwana, ikiwa yeye amekuwa muathirika wa chochote ambacho nimekisema, ninamtangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, Bwana, na yeye ukamfungue alipofungwa, akaanze kuona uhuru na kutumia haki zake katika Kristo Yesu kwa ajili ya kuwa faida yake na faida ya familia yake na ya ukoo wake na ya nchi yake, katika jina la Yesu. Lakini pia Mungu mkumbuke, akatembee akiwa anaamini ya kwamba ndani ya Kristo ana uhakika wa uzima wa milele. Yeye na wale watakaomsikia, na huyu ambaye bado hajakupokea, nampa fursa kupokea sasa. Bwana, na yeye akatembee kwa ushindi mkubwa, akiamini ya kwamba wewe Mungu wake ndiye ambaye hivi karibuni unakuja kumchukua na kumweka mahali bora, mahali ambapo hakuna vilio, nchi ambayo hakuna majuto, nchi ambayo haina vita, nchi ambayo haina ugomvi, nchi ambayo haina tabu. Bote ni amani katika jina la Yesu. Amen.